Bila shaka unaweza ukawa huko kwenye uchumba, lakini wewe na mchumba wako mnaishi maeneo tofauti tofauti ama mazingira tofauti tofauti. Kuna wewe unaweza ukawa huko mkoa mmoja, yeye mwenzako yuko mkoa mwingine tofauti kabisa. Lakini unaweza ukawa wewe huko katika nchi moja na mchumba wako yuko katika nchi tofauti kabisa. Leo nakuletea kipindi kwenda kuzungumzia changamoto ambazo zinawakuta wachumba ambao wanaishi katika maeneo tofauti tofauti, ama kwa maana nyingine tuseme uchumba wa mbali, ama kwa Kiingereza wanaita long distance relationship. Kwanza, kabla ya kuingia katika kipindi chetu, na kuomba kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe katika chaneli yetu, lakini la hasha kama sio hivyo, na kukaribisha uweze kuchukua fursa hii kushare kipindi chetu hiki kwa watu wengine, ili na wao pia waweze kupata maarifa haya ambayo wewe unayapata kupitia chaneli yetu. Sasa naomba tuende tukaangalie moja kwa moja juu ya changamoto ambazo wachumba wanaoishi maeneo tofauti tofauti, tunaweza tukasema uchumba wa mbali ama long distance relationship, tukaangalia changamoto ambazo wanaweza kuwa wanazipitia, alafu baadaye nitakuonyesha jinsi ambavyo unaweza ukapita ili kuhakikisha kwamba bado unaendelea kuwa na uchumba imara. Hilo la mwisho la kuangalia njia ni jambo ambalo litakusaidia sana wewe ambaye uko katika level ya uchumba. Jambo la kwanza ama changamoto ya kwanza kabisa ambayo tunaenda kuiangalia ni kukosekana kwa ukaribu wa mwili. Kwa Kiingereza unaweza ukasema presence haipo, or lack of presence. Unajua ya kwamba katika hali ya kawaida mahusiano mengi yanaimarishwa zaidi kwa watu ambao wako karibu. Mtu unaweza ukamtembelea, yuko maeneo ya jirani, yuko mtaa wa jirani, au yuko hata sehemu nyingine ndani ya mkoa wako au ndani ya wilaya yako. Kwa hiyo unaweza ukachukua nafasi kwa ndani ya siku ukamfikia mchumba wako. Lakini sio hivyo kwa watu ambao wanaishi uchumba wa mbali. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba tunaweza tukasema kwamba hali yenu ya kimwili ya kuonana na kukutana inaweza kuwa changamoto, na kwa jinsi hiyo sasa inaweza kusababisha kwamba ule ukaribu na mahusiano yenu ya karibu yakawa yanapungua kidogo kidogo kwa sababu ya ile kutokuonana. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ambayo tunaenda kuiangalia ni wasiwasi na mashaka. Wewe kumbuka kwamba wewe unaishi mkoa mmoja alafu mchumba wako yuko mkoa mwingine. Kuonana walau inaweza ikawa ni mara moja au mara mbili kwa mwezi, au hata wakati mwingine msiweze kuonana kabisa. Ama mchumba wako yuko katika nchi nyingine na wewe uko katika nchi nyingine, kwa hiyo uwezekano wa kuonana unakuwa ni mgumu sana. Pale mashaka yanaanza kuzaliwa. Unaanza kuwaza kwamba je, huko anaishije, anaendeleaje, hali yake ya afya ipoje, vipi marafiki zake anaokutana nao huko ni wa aina gani, anapata ushauri gani, je tutaendelea namna hii? Kwa hiyo mashaka na wasiwasi naendelea kuwa moja ya vitu ambavyo vinawakumba, ingawa sio changamoto ama sio tatizo kubwa sana, kwa sababu katika hali halisi ya kibinadamu, kama watu mko mbali na nyinyi mna jukumu lenu hapo mbele au mna jambo lenu, ni hali ya kawaida kuweza kupata au kuhisi kama kuna wasiwasi ama mashaka juu ya mwenzako katika mambo mbalimbali ambayo wewe unaweza ukawa unafikiria. Hiyo kwako inaweza ikaonekana kwamba ni changamoto, kwa sababu haujui ameshindaje, ameendeleaje, alikuwa wapi, alikuwa anafanya nini. Kwa hiyo hivi vyote wakati unaanza kuvifikiria katika akili na kuviweka katika moyo wako, vinaweza vikawa vinakupa wewe wasiwasi ama mashaka fulani. Hiyo kwako tayari tunasema kwamba ni changamoto ambayo inakukumba wewe ambaye uko kwenye long distance relationship, ama wewe ambaye uko katika uchumba wa mbali. Changamoto nyingine ya tatu ambayo wachumba ambao wanaishi mbali wanaweza wakaipata ni tofauti ya muda, ama kwa Kiingereza wanasema time zone. Na hii naweza nikasema kwamba inaweza ikawakumba zaidi wale ambao wanaishi nchi tofauti tofauti, ama kwa maana nyingine hata mabara, kwa sababu kama kwa mfano ni watu ambao wako kwenye East Africa ama Afrika Mashariki, swala zima la tofauti ya muda sio kubwa sana. Muda wa Kenya na muda wa Tanzania, muda wa Uganda, muda wa Rwanda, muda wa Burundi, muda wa South Sudan ama muda wa Kongo sio muda ambao unatofautiana kwa kiasi kikubwa sana. Changamoto inaanza kwamba wewe upo katika East Africa region ama uko Afrika Mashariki, Tanzania kwa mfano tuseme, na mchumba wako yuko Ulaya, yuko Ufaransa, yuko Uingereza. Kimsingi tofauti ya muda ni kubwa. Kuna sehemu ambao mnatofautiana masaa 6, masaa 8. Kwa hiyo nyakati ambazo wewe unafikiri kwamba ungeweza kupata nafasi ya kuzungumza na mchumba wako, labda yuko kule nje kimasomo ama kikazi, muda huo ndio ambao wewe kwako ni muda wa kulala, yeye kwake ndio muda wa kufanya kazi, ama wewe kwako ndio muda wa kufanya kazi, yeye kwake ndio muda wa kwenda kupumzika. Kwa hiyo hiyo tofauti ya muda inaanza kuwa changamoto, kwa sababu muda hauwapi nafasi ya nyinyi kuweza
kuwasiliana ama kushirikishana mambo yenu kwa wepesi zaidi. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo inaweza ikawakumba wale ambao tunasema ni wachumba wanaoishi mazingira tofauti tofauti ama uchumba wa mbali. Changamoto nyingine ni upweke, kwa sababu huyu ni mchumba wako, tayari mmeshakaa, mmezungumza, mmeweka mikakati yenu. Kwa hiyo kuna nyakati ambapo ungetamani kumuona physically ama ungetamani kumuona yeye kama yeye, mkiwa wote pamoja, mnazungumza pamoja, mnakula pamoja, pengine hata mnaenda katika ibada pamoja. Lakini sasa kwa wakati huu mambo sio hivyo. Sasa kuna nyakati ambazo kibinadamu unaweza ukawa unapata upweke, unapata wasiwasi, lakini upweke maana yake ni kwamba kwa Kiingereza wanaita loneliness, kwamba wewe unahisi kwamba kuna kitu ambacho kinapungua, kuna kitu ambacho hakipo, kuna kitu unatamani kukipata lakini huwezi kukipata kwa sababu hakiko karibu nawe. Kwa hiyo huo tunaita kwamba ni upweke, ambao ni katika kibinadamu kabisa ni kitu cha kawaida kukupata wewe kijana ama wewe mchumba ambaye wewe na mpenzi wako ama wewe na mtu ambaye mnatarajia kuishi pamoja kama wanafamilia, mnaishi katika nchi ama katika mazingira ambayo tofauti tofauti. Huo ni upweke, kwa sababu ungehitaji uweze kusikia neno lake haraka, ungehitaji kumuona haraka, lakini sasa umuoni. Pale unaanza kupata kitu kinaitwa upweke. Hiyo ni changamoto nyingine ya 4 ambayo inaweza ikawapata. Changamoto ya 5 ambayo inaweza ikawapata, tunaweza kusema kimsingi ni gharama za mawasiliano. Fikiria kwamba kama wewe uko Dar es Salaam, mchumba wako labda tuseme yuko Kigoma, au mchumba wako yuko Kagera. Kwa hiyo swala zima la mawasiliano hapa ni simu, lakini kimsingi sasa simu zinaweza zikawa pia kwa namna moja ama nyingine, lazima uhitaji uweze kuweka kitu fulani ama uweze kuweka vocha uweze kuwasiliana. Lakini sio hivyo tu, ungeweza kuhitaji kumuona moja kwa moja mchumba wako. Sasa hapa utaanza kujikuta kwamba inabidi upange safari, na hiyo safari inabidi uweze kuwa na fedha mkononi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba labda umeenda kumtembelea kule aliko, umeenda kumsalimia na vitu kama hivyo. Sasa inaweza ikatokea kwamba hivyo vitu, gharama za kufanya hivyo zinaweza zikawa ni changamoto, na hivyo kusababisha kwamba ikawa ni moja ya changamoto ya kuwafanya ninyi mahusiano yenu kutokuwa ya karibu kwa sababu ya huo umbali, ama tunasema long distance relationship, yani kwamba nyinyi mko mbali. Sasa kwa hivi gharama zinaongezeka za kuweza kuwafanya nyinyi muweze kuwasiliana na kuweza kutatua changamoto zenu ama kuweza kuweka mipango yenu pamoja na kuanza kujisikia ama kuona kwamba mko pamoja. Hizo ni changamoto 5 ambazo tunaziona dhahiri kwamba zinaweza zikawakumba wale ambao wanaishi uchumba wa mbali. Lakini nataka nikupe matumaini kwamba hizo changamoto zinaweza zikawa na tiba, na hapa nataka nikupeleke moja kwa moja kuangalia njia ambazo hawa wachumba walioko mbali wanaweza wakazitumia kuendelea kuimarisha uchumba wao. Njia ya kwanza ni mawasiliano bora. Mawasiliano bora maana yake ni kwamba ni yale mawasiliano ambayo yanakuwa na uhakika. Mmeweka utaratibu, sisi tuko mbali, tunajua tuna tofauti ya masaa, lakini mmekubaliana kwamba ikifika muda fulani kulingana na time zone yetu, basi natakiwa tuwasiliane, na katika kuwasiliana huko mnapata muda wa kutosha kuweza kuwasiliana, kushirikishana habari zenu, kupeana changamoto zenu, na pia kupeana moyo katika hiyo safari yenu ya uchumba ambayo nyinyi mnaipitia. Mawasiliano, tunasema quality communication, kwamba muwe na mawasiliano bora, mawasiliano ya wazi na mawasiliano ambayo yanaweza yakawezesha nyinyi kuweza kuwa karibu zaidi. Njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia pia ni uaminifu na uwazi. Kumbuka kwamba hapa nyinyi mko maeneo ambayo ni tofauti tofauti, hamfikiki au hamfikiani kiurahisi, hamuonani kiurahisi. Kwa hiyo hapa swala zima, kumbuka ile changamoto ya wasiwasi ama mashaka. Wasiwasi ama mashaka yanaondolewa na imani na uwazi, ama ukweli na uwazi. Kwa hiyo pale ulipokuwa wewe, lazima ukubali kuwa ni mwaminifu ili kuweza kumpa mwenzako confidence ama kumpa mwenzako imani na ujasiri kwamba kule aliko mchumba wangu hakuna shida yoyote, yule ni mchumba wangu, amekwenda kwa masomo, atarudi na mwisho wa siku tutatekeleza jambo letu. Kwa hiyo swala zima la uaminifu ni kitu muhimu sana inapofikia swala la uchumba wa mbali. Bila hivyo itasababisha kwamba mwenzako mashaka yaendelee kuongezeka, na mwisho wa siku inaweza ikafikia hatua akawa na mashaka makubwa zaidi, na hata pengine uchumba wenu ukaweza kutetereka. Kwa hiyo uaminifu pamoja na uwazi ni njia ambayo wewe itaendelea kuimarisha juu ya mahusiano yenu. Njia nyingine ambayo mnaweza ukaitumia ni kuwa na lengo la mwisho. Lengo la mwisho hapo unafahamu kwamba ni nyinyi kwenda kuwa familia moja. Ndiyo mko mbali, lakini pamoja na mko mbali, hamko mbali kiroho
kiroho, mko pamoja kiroho. Kwa hiyo nyinyi mna jambo lenu kubwa la kulifanya katika historia ya maisha yenu, na hilo jambo ndilo ambalo linalopaswa kufikia hatua ya nyinyi kusema kwamba pamoja na changamoto tulizokuwa nazo, umbali, lakini sisi tuko na lengo moja kubwa muhimu, kwamba sisi tumepanga kuwa familia moja siku za usoni. Kwa hiyo lile lengo lenu ndilo kitu ambacho kinaendelea kuwakutanisha. Nataka nikwambie kwamba hata taifa linaendelea kuimarishwa zaidi kwa lengo la pamoja, kwamba wote tunafahamu wananchi kwamba lengo letu ni moja katika taifa letu, labda ni kulinda rasilimali zetu, labda ni kuipenda nchi yetu. Liko lengo la pamoja ambalo kama taifa linakuwa nalo. Ndio maana kuna kuwepo na mipango mbalimbali ya mataifa mbalimbali, kwa sababu liko lengo moja madhubuti ambalo linawaunganisha watu. Kwa hiyo na nyinyi pia kama wachumba, mnapopita katika hizo changamoto mbalimbali, lazima kukumbuka kwamba tunalo lengo la pamoja na hilo lengo bado halijatimia. Lazima tukae chini, lazima tuweze kukumbuka hayo yote na kuhakikisha kwamba tunatimiza lengo letu. Njia nyingine ya 4 ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kwamba nyinyi ni wanadamu. Huna control ama huna mamlaka ya mtu ambaye yuko nje ya upeo wa macho yako. Huwezi kumfikia, huwezi kumgusa, huwezi kuenda moja kwa moja na kumuona kwa haraka. Kwa hiyo hapo moja kwa moja huwa tunasema kwamba yale mambo yote ambayo unaona yako juu ya uwezo wako kama mwanadamu, maana yake ni kwamba wewe sema ya kwamba mimi namshirikisha Mwenyezi Mungu ili aweze kunisaidia katika safari hii. Na hapo unapomshirikisha Mwenyezi Mungu, maana yake ni kwamba wewe unakuwa umetua mzigo mzito wa wasiwasi, mashaka, hofu, na kwamba unamwachia Mwenyezi Mungu ili aweze kusaidia kuibeba hiyo safari. Na Mungu anapokuwa hasa katika tukio lenu la safari ya maisha ya uchumba, maana yake ni kwamba mnaenda kuwa mko kwenye mikono ambayo ni mikono salama. Napenda kushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia. Ni wazi kwamba kwa kuangalia hizi changamoto, naamini kwamba bado hizi njia zimeweza kuwa ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kabisa kutatua hizo changamoto, na wewe ama ninyi kama wachumba mkabaki kuendelea imara ili mwende mkatimize lile lengo kuu ambalo nyinyi mmejiwekea. Asante sana kwa kuweza kutufuatilia. Naomba tena, kama ni mara yako ya kwanza, kuweza kushiriki pamoja nasi, lakini kama sio hivyo, basi tunakuomba uweze kuwashirikisha wengine kwa kuwatumia linki hii. Usisahau kucomment na kusubscribe ili na sisi pia tuweze kupata maoni yako na kuendelea kuyafanyia kazi kukuletea vipindi vilivyo bora zaidi. Asante. Daima tunasema kwamba kila kitu kinaanza na wewe. In that case, it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.